Naam, nashukuru kwa ushauri wako na nimekusikiza kwa makini sana. Sasa hivi ni ukweli gani ambao wanachuo, ni ukweli gani mgumu ambao wanachuo wanatamani kusema? Wanatuficha. Ni ukweli gani ambao wanachuo, ni ukweli gani mgumu ambao wanachuo wanatamani kusema lakini wanauficha? Ambao wanakutana nao kwenye vyuo. Mimi nafikiri kitu ambacho na experience nacho kuhusiana na wanachuo. Kuna ukweli kwenye chuo ambao wanauficha mathalan. Na ni ukweli ambao hata jamii inafahamu isipokuwa wazazi wanaweza kuwa wasifahamu. Nimekuwa na experience ya kuona na kushuhudia. Kuna ukweli fulani ambao ukijiweka sawa hata wanachuo watakuwa focus yao itakuwa ni nzuri, itakuwa na maendeleo, watatoka kwenye pale walipo wataenda kwenye kujikwamua. Mathalan nilikwambia kitu ambacho mimi naweza nikakiongea kutoka moyoni. Wanachuo wako chuo. Kwa mfano nichukulie watoto wa kike. Anasema anawaambia wazazi niko hostel. Niko hostel ya chuo. Kwa mfano labda yuko Mabibo hostel, lakini ile Mabibo hostel ni ya chuo, sivyo? Lakini ukweli ni kwamba yule mtoto hayuko chuo. Hayuko hostel ya chuo. Yuko hostel ya nje, tena amepanga kabisa. Yaani yeye pale ni anapika na kupakua. Na anayempikia na kumpakulia ni mwanachuo mwenzake wa kiume. Sasa athari yake ni kubwa ambayo wazazi hawaifahamu. Na sijajua kwa nini wazazi wa wanachuo wengi wao hawafuatilii kwamba mtoto wao kule anaishi chuo. Huo ndio ukweli mgumu ambao wanachuo hapendi kusema. Hapendi kusema na hakuna mtu atakaa useme. Labda tu tusemee hivi kama tunavyoongea, wajirekebishe na watoto pia wafuatilie. Unajua mtoto kwa mama hakui, mtoto kwa mzazi hakui. Ukisema anaitwa mwanachuo sio kwamba ana ndevu, anaweza kaa na ndevu bado ni mtoto. Tutoke wazazi tujaribu kuwafuatilia, tujue ukweli wa wanachuo wanaosoma chuo. Kuna chuo wanakaa hostel lakini sio hostel za hostel, ni hostel za nje tena wako kijamii zaidi. Unakuta kule kalipa na kodi ya nyumba kabisa, anakuwa anaitwa Mr. and Mrs. Fikiria wazazi hicho kitu hawajui. Haya bwana, wanachuo siri zenu tumezipata. Wanachuo siri zenu tumezipata. Lakini tuje kwenye swala jingine ambalo hili swali pia tutazungumza hapa. Ni somo gani la maisha ambalo umejifunza chuoni? Somo la maisha unamaanisha nikiwa darasani? Unapokuwa tu maisha ya chuo ni somo gani ambalo umejifunza? Okay, somo nilojifunza chuo ni kufocus tu kile kitu ambacho kimekupeleka chuo. Achana na vile vitu vingine vya pembeni. Hivyo vitu vipo tu, kama starehe zipo baada ya chuo, chatting zipo baada ya chuo. Chochote unachokifikiria ambacho kitakuletea athari kwenye masomo yako ya chuo, naomba ukiweke pembeni. Somo kubwa ni kwamba tu naomba kama umefuata kusoma chuo, soma chuo, maliza chuo. Hayo yote unayoyahitaji yako mbele. Ikiwa kama maono yako yapo, basi maliza masomo yako, mambo mengine utayakuta mbele. Naam, kama ulivyomsikia Mama Afrika ambaye ni mwanachuo akisoma chuo kimoja hapa mjini, lakini pia tumempa nafasi leo akituelezea mambo mengi yanayohusu wanachuo. Kabla tujamaliza kipindi, ungepewa nafasi mpya ya kuanza kusoma chuo, ungefanya nini kingine ambacho cha tofauti? Swadakta. Ndugu mtangazaji na ndugu wanachuo, mimi leo ningeambiwa nianze chuo, situanzie chuo, kwamba ningepewa nafasi ya kuingia chuo kwa mara nyingine. Niko chuo lakini ningepewa nafasi nyingine kwamba ndo naanza. Kiukweli ningeitendea haki ile nafasi, ningeepuka yale yote ambayo nilikutana nayo kwa sababu tayari nimeshayapitia. Sina sababu ya kuyarudia ambayo nimeyapitia. Kwa hiyo nitakaa darasani, nitafocus ndoto zangu. Kumbuka nina ndoto na kuna vipaji na kipaji. Kwa hiyo nitaachana na hayo yote ili ni focus ndoto zangu zilipo na maono yangu yalipo na hata kipaji changu ili niweze kukifuatilia zaidi. Naam, asante sana kwa mawazo yako muhimu katika kipindi chetu cha Fikra na Maisha Wanachuo. Ulikuwa nami Swale Kasim wa FMW TV. Nawe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uweze kupata maudhui yetu kutoka hapa katika studio zetu za FMW TV. Asante.